UK7 yajayo yanafurahisha. Ndugu zangu wana UK7, poleni kwa msiba wa baba yetu. Kama ilivyo kawaida yetu, huwa tunafanya kikao cha tathmini kwa ajili ya kupokea taarifa kwa kamati za kisekta. Tumebakiwa na agenda 3. Agenda tulionayo ni kupata tathmini ya msiba na neno la shukrani kutoka kwa familia na kuahirisha kikao. Ndugu zangu, niwakaribishe tuweke mawazo yetu sawa kwa ajili ya kikao. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu uongoze kikao. Haya. UK7 yajayo yanafurahisha. Nafikiri huu ni mwendelezo wa kikao. Kikao tumekianza muda sasa, hatutaki tupoteze muda wa kufungua kikao kwa mara nyingine. Kwa hiyo naomba kamati za kisekta, tukianza na mwenyekiti wa msiba huu, ahamasishe kamati zake zisogee hapa ili tuwaishe kumaliza zoezi hili. Karibu. Asante mwenyekiti. Mimi naitwa Michael Samuel Futi, ni mwenyekiti wa msiba huu. Nilikuwa na kamati 5. Nakiri kupokea kiasi cha shilingi milioni 24 kutoka kwa mhasibu wa kanda 7. Matumizi yote yatasomwa na katibu wangu. UK7 yanafurahisha. Kwa majina naitwa Manyangu Susani Mliamimbo, ni mhasibu wa msiba huu, ni katibu wa msiba huu. Sawa. Nakiri kupotea shilingi milioni 24. Jumla tulikuwa na kamati 5 za kisekta. Tulikuwa na kamati ya chakula. Sawa. Tulikuwa na kamati ya mazishi. Ndio. Tulikuwa na kamati ya usafiri. Sawa sawa. Tulikuwa na kamati ya itifaki. Kwa hiyo hii pesa niligawa kwa mpangilio ufuatao. Kamati ya chakula ilichukua milioni 11. Kamati ya mapambo ilichukua milioni 6. Kamati ya usafiri ilichukua milioni 1. Kamati ya mazishi ilichukua milioni 3. Jumla kuu ni milioni 21. Kwa hiyo nimebakiwa na shilingi milioni 3. Kwa ridhaa yako mwenyekiti, naomba niwakaribishe kamati husika wachanganue matumizi. Kamati ya chakula. UK7 yajayo na flasha. Kwa majina naitwa Bahati Abedi, ni mjumbe kutoka kanda ya Katoro. Kwenye msiba huu nilibahatika kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya chakula. Mwisho mwenyekiti, nikiri kwamba nilikuwa na wajumbe 8. Nikiri kupokea milioni 11. Matumizi yake ni mkabidhi katibu wangu aweze kudadavua. Karibu. UK7 yajayo yanafurahisha. Nakiri kupokea milioni 11 kutoka kwa mwenyekiti. Matumizi, nimetumia milioni 10,757. Naomba kuwakilisha. Nabaki 2,243. Na mchele kilo 50 na kilo 5 za
sukari. Naomba kuwasilisha. Mwenyekiti, kamati inayofuata ni hapo wameupiga mwingi, kwa hiyo wapewe maua. Chakula, una cha kuongea kwenye chakula? Haya, mpe maiki huyo. Asante mwenyekiti. Kwa majina naitwa Kiumbi Makonda, ni makamu mwenyekiti kanda Simiyu. Ndugu mwenyekiti, kamati ya chakula tumeenda nao vizuri kabisa kama mwanafamilia, lakini kuna kauli nilipewa, kauli ambayo sikuielewa. Kuna wajumbe ambao waliokuwa nasimamia buffet iliyokuwa getini pale jana ya usiku, niliomba maji. Kuna wazee ambao hawakuchukua chakula kwenye buffet, isipokuwa waliagiza ugali wakaandaliwa mle nyumbani. Lakini walipomaliza kula nikafata maji pale, nikamwambia nipende dazeni moja kwa ajili ya wale wazee na wachungaji. Niliambiwa hakuna maji, chukua chupa moja. Nikamwambia wazee mnawaona hao hapo na hawajakuja kwenye buffet, kwa nini nyimwe maji? Wakajibu kama unataka maji dazeni, nenda kanunue ya kwako. Sasa asante mwenyekiti. Nani mwenyekiti wa chakula, ulikuwa na wajumbe wangapi? Mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa na wajumbe 8. Wote walifanya kazi vizuri? Wote wamehudumu vizuri kabisa. Sawa. Haya, makamu mwenyekiti wa kanda ya Simiyu. Makamu mwenyekiti wa kanda ya Simiyu, baada ya kupata kauli hizo, ulionana na itifaki ya msiba huu? Sikuwatafuta kwa sababu nilikuwa busy na mambo mengine. Haya, wapewe maua yao hawa watu wakae. Haya. Haya, tuendelee. Tuendelee. Naomba utulivu. Wajumbe, naomba utulivu. Mwenyekiti, kamati inayofuata ni kamati ya mapambo. Haya, kamati ya mapambo msogee hapa mbele. Sawa. Nikushukuru Mheshimiwa mwenyekiti. Kwa majina naitwa Barnabas Lucas Lutandula. Sawa. Nimehudumu kamati ya mapambo nikiwa mwenyekiti. Ndio. Nikiwa na katibu wangu. Sawa. Nikiwa na wajumbe 6. Sawa. Nikiri kwako kupokea kiasi cha shilingi milioni 6 kutoka kwa katibu wa msiba. Sawa. Na nimkaribishe mwenyekiti wangu kwa ajili ya ufafanuzi. Katibu wangu. UK7. Anafurahisha. Kwa majina naitwa Nkuzi Hamisi Kisanga. Ndio. Ndiye niliyebeba jukumu la katibu msiba. Sawa. Nimehudumu kama katibu sekta ya mapambo, muziki, mazingira. Nakiri kupokea keshi milioni 6. Matumizi niliyoyatumia ni 5,100,000 baki 8,892,000. Napenda kuwasilisha. Sawa. Kwa hiyo wako sawa? Mkipiga makofi mimi najua wako sawa, si ndio? Haya, naomba wakae hao, halafu dokumenti hizi mzilete huku. Lakini wajumbe wenu walikuwepo wote? Hakuna changamoto kwa wajumbe?
Wajumbe wote wamehudumu isipokuwa mmoja alikuwa na uzuru na alitoa taarifa kwa viongozi. Sawa, hamna shida. Mwenyekiti, kamati inayofuata ni kamati ya usafiri. Kamati ya usafiri, msogee karibu. UK7. Eje unafurahisha. Kwa jina naitwa Masanja Gimbuya Gata, mjumbe kutoka kanda ya Gatoro. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimehudumu kama mwenyekiti wa usafiri. Nilikuwa na wajumbe 6. Nimekiri kuchukua shilingi milioni 1. Nimetumia kwenye usafiri shilingi 700,000. Nimebakiwa na shilingi 300,000. Naomba kuwasilisha. Aya, naomba katibu na wewe tumpe. Katibu. Huyu ndio mwenyekiti. Huyo ni nani huyo? Aya, mwenyekiti samahani, aliniambia jitambulishe tukujue jina. Aliniambia yani kiafya hayuko sawa, lakini basi ajitambulishe. Aya. Kwa majina naitwa Mringi Goodluck Limo. Ndio. Natokea kanda ya Katoro. Asante. Anakuaje huyu kiafya sio mzima wakati anamzidi hata wa kwanza? Aya bwana. Aya, tuendelee. Mwenyekiti, kamati inayofuata ni kamati ya mazishi. Kamati ya wazee, karibuni. UK7 na maji mtupatie. Nyinyi ndio tulikuwa tunawasubiri kwa ajili ya kutupatia maji. UK7 yajayo nafurahisha. Yajayo nafurahisha. UK7. Kwa majina naitwa Katisho Mdogo Nyanana. Sawa. Nimehudumu kama mwenyekiti wa mazishi. Ndio. Nakiri kupokea milioni 3. Sawa. Naomba kuwasilisha kwa katibu wangu. Wewe si ni itifaki? Mwenyekiti wa mazishi. Wa mazishi ya sawa. Nimechanganya. UK7. Ajayo nafurahisha. Kwa majina naitwa Limbu Masunga. Ndio. Kwenye msiba huu nimehudumu kama katibu wa mazishi. Sawa. Nakiri kupokea milioni 3 kutoka kwa mwenyekiti wangu. Ndio. Matumizi ni kama ifuatavyo. Sawa sawa. Nimetumia milioni 2,970,000. Ndio. Pesa iliyobaki ni 30,000. Sawa. Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Haya, mlikuwa na wajumbe wangapi? 4. Wote walihudumu? Walihudumu 3, mmoja aliomba huzuru. Mkamruhusu? Tukamruhusu. Haya, hawa kuna haja ya maua haya? Hawa wamefanya vizuri? Haya, basi tuwepe ya kwao. Kamati nyingine? Kamati inayofuata ni kamati ya itifaki. Sawa, kamati ya itifaki, karibuni. UK7. Ajayo nafurahisha. Kwa majina naitwa Diana Kulwa. Nimehudumu kama mwenyekiti wa itifaki. Ndio. Mwenyekiti, itifaki imezingatiwa kabisa. Naona. Kamati yangu ilikuwa na wajumbe 2. Sawa. Wamehudumu wote. Sawa. Ilikuwa na katibu wangu. Sawa. Naomba nimpe maiki. Ndio. Na yeye aseme. Sawa. Asante sana mwenyekiti wangu. Asante sana mwenyekiti wetu wa UK7. Ndio. Majina yangu naitwa Stumaini BM Ngarama. Sawa sawa. Nimehudumu kama katibu ndio wa itifaki. Sawa. Kama mnavyojua kamati yetu haikuwa na chochote. Sawa. Tulichokifanya ni kusimamia sekta zote. Ndio. Nadhani ni mashahidi, umeona maji kwa wingi, maji yamepelea kidogo, utatuia radhi. Ndio. Kabisa mwenyekiti wetu. Sawa. Lakini kamati zetu zote zimefanya kazi vizuri. Sawa. Kwa hiyo tunashukuru kwa ushirikiano. Haya, asante. Mimi nafikiri kamati hii imefanya kazi nzuri, kwa sababu nimeona watu wanapiga makofi huko. Basi kumbe ni haki yao.
si ndio? Basi tuwepe mawe yao. Haya, tuendelee. Kamati nyingine. Mwenyekiti, kamati zimeisha. Zimeisha. Mmebaki nyinyi ambao mmesimamia kamati. Tumebaki sisi viongozi. Mnataka kutuambia nini? Tunajumlisha tuone kiasi kilichobaki. Si mlisema hapa mmebakiwa sijui na shilingi ngapi? Haya, kwetu ilikuwa 3,000,000, tunajumlisha ambazo zimeletwa. Sawa. Kwa hiyo hawa nao wanahitaji maua, si ndio? Basi tuwape maua yao. Wamefanya kazi nzuri kuiwakilisha UK7. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa wito wenu na kuendelea kujenga misingi ya chama chetu. Sasa katibu, ajenda nyingine. Haya, ajenda iliyobaki ni neno la shukrani kutoka familia. Asante mwenyekiti, pamoja na meza yako, viongozi wenzangu, pamoja na wajumbe wengine kutoka kanda mbalimbali. Familia kama familia tunashukuru sana. Hatuna cha kuwalipa, lakini Mungu ndio atawalipa pale mlipotoa na kujitoa kwenu, nguvu zenu, akili zenu. Tunashukuru sana familia. Asante mwenyekiti. Haya, tunaomba yule mhusika aliyefiwa kabisa aonekane hapa ili watu wamuone. Haya, wakati tunaendelea kumsubiri mfiwa, tumkaribishe mwenyekiti wa itifaki. Kuna taarifa fulani ambayo anataka kuitoa kwenye kikao hiki. Mwenyekiti wa itifaki, karibu. Asante mwenyekiti, lakini pia asante viongozi wenzangu, asante wajumbe wote kwa ujumla. Wana UK7, Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama mbele yenu kwa tangazo la hitimisho moja. Tukiwa kwenye kikao fulani, sote tulikubaliana ya kwamba tarehe 30 mwezi wa 4 itakuwa ni tarehe ya mwisho kwa ajili ya kuhakikisha kila mjumbe anakuwa na kitambulisho. Ikiwa ni hivyo, sasa tunakwenda kulitamka rasmi ya kwamba kuanzia leo ndiyo tarehe ya mwisho kwa mtu awaye yote yule mwana UK7 atapokuja kusimama hapa akiwa hana kitambulisho, maana yake atapigwa faini. Maana ni swala ambalo tulishalitolea utaratibu kwa muda mrefu. Kama itatokea muda mtu akaonekana hana kitambulisho tena, maana yake ataingia kwenye kutunisha mfuko wa UK7. Baada ya kusema hayo, ni washukuru ndugu zangu kwa kutega masikio kwa haya machache ambayo nimeyazungumza. Asanteni na shukuru sana. Haya, mwenyekiti wa itifaki, tunakushukuru kwa tangazo hilo, lakini ijapokuwa nilikuwa nataka nijazie pale ulipoishia kwamba faini yake nafikiri inajulikana. Mtu asije akasahau akaja akaanza kulia nipunguzie. Faini iliyopangwa sidhani kama inakubali kupunguzwa. Kwa hiyo faini yake inakuwa ni shilingi 100,000. Ukiacha kuja na kitambulisho utapigwa faini ya 100,000. Sasa tukianza kuokota na watu wengine ni wazembe, wanaacha makusudi. Kuna watu hawataki, yani kwa sababu ni cha bure kwanza. Unaenda kupiga picha unatolewa bure. Sasa shida sijui ni nini.
Hivi tukikupiga hata 500,000 tutakuwa tumekuonea? Ni cha bure lakini hutaki. Si makusudi hayo? Haya, tuendelee. Mwanafamilia, kama una cha kusema basi tukupe maiki useme, lakini kama hamna inatosha kukuona hivi ili wasi ambao walikuwa hawakujui basi wakufahamu. Vaya, tunaomba utambulishe jina ili watu wakujue vizuri. Kwa majina naitwa Holo Mboja Enindwa au Mrs. Mange Blolo. Asante. Ajenda inayofuata, mwenyekiti, ninao maneno kidogo kabla sijasema ajenda ya mwisho. Ndugu zangu wana UK7, hususan viongozi wa kanda, makatibu, kama mnavyojua tarehe 6 na tarehe 7 tutakuwa na mkutano mkuu wa wanaumoja. Niombe kanda ambazo hamjachagua au hamjateua wawakilishi wa mkutano mkuu, zoezi hili mlifanye haraka sana iwezekanavyo. Manake tunahitaji kupata hao majina ya watu ambao wamechaguliwa kuwakilisha mkutano mkuu. Jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, niwatakie kila laheri tu timu ya Arsenal, kwa sababu leo saa 1 tuna jambo letu. Kwa hiyo PSG mjiandae. Baada ya kusema hayo, ajenda ya mwisho, mwenyekiti, ni kuahirisha kikao. Karibu mwenyekiti. Haya, makamu mwenyekiti itifaki nyongeza. Mimi naomba tuiombee timu ya vijana Serengeti Boys. Tarehe 2 kuna jambo letu ambapo tunaenda kuwapiga wale watu, tuweke historia. Tuanze kuchukua huku under 17 au tunakuja kwetu. Asante sana. Haya, ajenda yangu hii yenyewe ilikuwa ni ya kuahirisha kikao. UK7 yajayo nafurahisha. Haya, nashukuru nashukuru binamu yangu kwa sauti nzuri kama malaika. Mimi nafikiri ajenda iliyopo ni ya kufunga kikao. Ndugu zangu, viongozi wenzangu, wanachama wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Ndugu zangu, wanachama wenzangu, ninayo mambo machache ambayo nataka niyagusie kwa faida ya kikundi hiki. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufika kwenye tukio hili tukiwa na afya njema, tukiwa salama, na Mungu awabariki sana kwa neema hizo ambazo ametupatia siku ya leo. Lakini pia ninataka nizungumzie kuhusu mkutano mkuu. Ndugu zangu, viongozi wenzangu na wanachama wenzangu, tunaenda kufanya mkutano mkuu
wa kila mwaka. Mkutano mkuu huu unakuwepo kila mwaka na tunaufanyia makao makuu ambako ni Mwanza. Sasa ombi langu kwa wale ambao mtabahatika mteuliwe kwa ajili ya kwenda kwenye kikao hicho, ninawaomba mkaunganishe mawazo yenu yakawe kitu kimoja kwa ajili ya kukijenga chama chetu, wala sio kwenda kubomoa kikundi chetu. Kwa hiyo wala ambao mtabahatika mkaungane katika kanda zote ili mkaisaidie UK7, mkaijenge UK7 yenu kupitia mkutano mkuu, wala sio kwenda kutugawa. Kuna watu nia zao huwa sio nzuri, lakini tunawaombea kwa Mungu washindwe, watu wa namna hiyo washindwe na walegee, kwa sababu sio mpango wetu kuwa na watu kama hao. Ndugu zangu, wanachama wenzangu, ninaomba niendelee kuwakumbusha kwamba sisi ni UK7 inayojitambua. Sisi ni kikundi ambacho tumeungana kwa ajili ya changamoto kama hizi ambazo tumekutana nazo siku ya leo. Kwa hiyo kila mmoja anajua ni namna gani ameingia humu kwenye chama hiki na kwa faida ipi, lakini najua faida ni moja tu. Yanapotokea kama mambo kama haya, basi tunahitaji faraja kutoka kwenye mahusiano yetu haya ya UK7. Kwa hiyo ndugu zangu, wanachama wenzangu, mnapokuwa mnatekeleza mambo haya, mjitahidi kama maandiko yetu yanavyotuelekeza, kwa sababu sisi tunatembea na katiba. Unapokuwa unaenda tofauti na utaratibu ambao tumejiwekea, maana unaingia kwenye kosa ambalo sio la lazima kabisa. Ruhusa zinaruhusiwa. Ukiwa na changamoto, labda sijui unashusha au sijui unafanyaje, ruhusa zipo. Makatibu wetu wanatoa ruhusa. Kwa hiyo ruhusa zipo. Msije mkaingia kwenye changamoto hii ambayo ni ya kujileteleza, sio ya lazima. Unajileteleza kupigwa faini kwa sababu wewe hujaomba ruhusa. Lakini mkifuata vizuri katiba na sheria, basi mtaishi UK7 bila kuguswa, kwa sababu najua nyinyi mnaelewa kilichowaleta humu. Lazima tuzingatie hilo, nidhamu iwepo. Tunatengeneza vyama kwa faida ya sisi, sio kwa faida ya sio kwa ajili ya kurumbana. Sio kwa ajili ya kurumbana. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, wanachama wenzangu, tulifanye hili ili tuwe salama kwenye kikundi chetu. Lakini pia sisi UK7 tumejipanga kwa ajili ya kukiendeleza chama chetu. Hatuwezi kuwa na idadi hii tulionayo ya watu kama 800, sijui 840. Halafu tukawa tumepoa tu, hatuna cha kufanya, tusubiri msiba. Tukiendelea kusubiri msiba ambao haujulikani, na hii sio faida kubwa ambayo tunailenga. Yajayo nafurahisha sio haya tu ya msiba, kwamba
ukipata msiba basi ndio utakuwa umeona yajayo. Tunataka yajayo yatufurahishe, mengine sio misiba. Ninapokuwa nasema haya, namaanisha sisi tunahitaji kufanya mambo kadha wa kadha kwenye kikundi chetu, ikiwemo na ujenzi. Ujenzi wetu huu ambao tunaendelea nao, nadhani kila mmoja anajua kwamba tuna majengo hapa tunaendelea nayo, lakini mpango wetu sio kwamba uishie hapa. Tunataka kila kanda tuwe na mradi wa kikundi UK7, na hiyo lazima tutaifanya. Tunataka kila kanda tuwe na mradi. Inawezekana sisi wana UK7 kufanya miradi kila kanda, inawezekana. Sasa tujitahidi kuwa tunachangia kwenye maendeleo yetu kwa faida ya sisi wenyewe, kwa sababu haya mambo tunayoyafanya ni kwa faida yetu, wala sio faida ya mtu mwingine. Kwa hiyo tujitahidi sana, tunapokuwa tunaambiwa tuna jambo hili mbele yetu, basi tujitahidi kwa faida ya sisi wenyewe, wala sio faida ya mwenyekiti. Kwa hiyo naomba sana na Mungu awabariki muweze kupata chochote ambacho kitaendeleza chama chenu. Lakini pia niwakumbushe wale ambao mnaendelea kuingia kwenye chama hiki, masharti ya chama hiki ni magumu, na hatuwezi kubadilisha kwa dakika moja tu kwa utashi wa mtu mmoja ambaye amechungulia akaona kuna uzio afa akashindwa kuvuka, ndo anataka tubadilishe tufungue mlango wa pili. Hatuwezi kufungua mlango wa pili kwa mawazo ya tu ya mtu mmoja. Wale wanaojiunga, mhakikishe mnasoma katiba vizuri, ili msije mkapata shida kwenye umoja huu, ili msije mkaingiza vya ajenda. Maana mtu akiona hali inaenda tofauti, analazimika kutengeneza ajenda ili apate kushawishi watu wengine wamuunge mkono na afanye yale ambayo yeye anayataka kwa mawazo yake. Kwa hiyo wale mnaoingia sasa hivi, mjue kusoma katiba, halafu ndio naomba kuingia. Usije ukatuletea jina UK7 wewe ukarudi nyumbani. Nikiwa nimesimama hapa mimi na viongozi wenzangu hawa nilionao hawa, hatuwezi kukuacha salama. Hata kama utakuwa na umbo kama la tembo, ni bora tu ukaacha kujiunga ili usije ukahangaika. Tusitumie mwanya huu kuona labda sijui ni nini. Tunahangaika mno. Angalia sasa hivi watu wametoka mbali, Katoro, Msoma, sijui wapi, wanakuja msibani kwa mtu. Awepo mtu aliyeleta jina tu halafu tuje tumhudumie. Hiyo hasara mimi sitaibeba. Sitakubali mtu aina hiyo abebeke, na tukishagundua hata kwenye kanda yoyote. Na uzuri mimi huwa nafuatilia sana. Kuna majina ambayo huwa nayafuatilia. Nikiona kuna mtu ambaye nilikuwa namuona nyuma halafu sasa hivi nisimuoni, basi naweka utaratibu. Nawawekea kamati ya uchunguzi. Kwa hiyo unaweza ukawa unachunguzwa kwenye kanda, wewe hujui kwamba kumbe umeficha bomu, alafu mwisho wa siku likija kulipuka, basi unaanza kulaumu UK7 wabaya, wakati kila mmoja hapa kilichotuleta tunakijua.
Lakini mwisho kabisa niendelee kuwahimiza kwamba tuendelee kuepuka yale makundi ndani ya vikundi sio mazuri. Watu mnazungumzia habari ya wingi, habari ya viongozi, kwamba mimi natoka kanda ya mwenyekiti, kwa hiyo yaani unatembea kwa kujidai, kwa sababu tu umetoka kanda ya mwenyekiti, hautaki hata kuhudhuria kwa sababu tu wewe umetoka kanda ya mwenyekiti, au wewe umetoka kanda sijui viongozi wako wengi, au kanda ya watu wengi, kwamba sisi hoja yetu haiwezi kapingwa kwa sababu tuko wengi. Watu wa namna hiyo ninawatafuta sana, na watu kama hao ni wachawi kuliko wachawi, maana wale ndio wanaenda kutulia kikundi. Tusije tukawa tunayasema yale maneno, kwa sababu yanaua mahusiano, yatatuvurugia mahusiano yetu ambayo tumeyajenga kwa gharama zote hizi ambazo tunazo mpaka sasa hivi. Wengine wanasema wewe sasa mimi si msomi bana, mimi sijui namna gani, mimi sina hela. Hatuyataki hayo yote. Kilichotuleta huku ni kitu kingine. Na mimi hapa nilipo ni kiongozi wa kundi hili, sio mtawala wa kundi hili. Mimi naongoza kundi tu, lakini sio mtawala wa kundi hili. Maana kilichotuleta humu kila mmoja anajua. Wapo viongozi wa namna hiyo ambao watakuja waseme kwamba sasa ukipewa nafasi hii kama nilionayo, wewe ndio unakuwa unatembelea nafasi hii, kwamba kwa sababu mimi ni mwenyekiti natakiwa kudeka, natakiwa kulinga sana kwa sababu mimi ni mwenyekiti. Hakuna ambaye atashindwa kuongoza kundi hili kwa hapa, maana tunajua kila kitu. Nikiwepo mimi hapa mbele leo, kesho utakuwepo wewe. Ndiye mwenyekiti wa kamati hii ya mipango UK7. Mwenyekiti, kwenye ujenzi wetu, hatua tulionayo, tuko kwenye hatua ya kumwaga jamvi kwenye godown letu, lakini kuna hatua zingine ambazo zimeshaanza kufanyika za kutengeneza mageti. Tuna uharaka na mageti ya nje na ndani kwa sababu ongezeko la bidhaa yetu limekuwa kubwa baada ya kuidhinisha mahitaji ambayo tuliomba. Tunatamani vifaa vile vifikie kwenye site yetu. Kwa hiyo pressure kubwa kwa sasa, tuna mikakati ya kumwaga jamvi huku na mageti tunatengeneza. Hatua ya plaster itaendelea. Tutaleta ripoti mwenyekiti kwenye hayo, kwa sababu hata pesa hatujaiomba. Kwenye vibanda pale mbele tuko hatua ya upauaji, napo tunaendelea kuzungumza na engineer atupe bajeti ya kazi ambazo ziko mbele yetu mwenyekiti. Aya, asante sana. Nafikiri tumekupata vizuri. Ndugu zangu wanachama wenzangu, kazi ambayo wanaifanya watu wa mipango, wameagiza tenti zile kubwa 4. Ni nini? Ni ngapi? Mwenyekiti, zile tenti kubwa ni 4, lakini tunatengeneza matenti mengine madogo madogo 30. Ndio. Bado tumeshaagiza viti na zimeshafika viti 1000. Sawa. Bado tunaendelea na mikakati ya kutengeneza mziki mwingine ule wa mitumba. Ndio. Tukisaidiwa na mwenyeji wetu Mama Johnson. Mwenyekiti, ongezeko ni hilo. Sawa. Kwa hiyo tumeongeza vitu kama hivyo. Matenti ambayo tunayasema ni matenti yale makubwa, makii. Jina kamili ni makii, kama za Mama Johnson. Zile kubwa ziko 4, pisi 4. Aya. Tumeshaagiza China na tayari nadhani zitakuwa njiani mpaka sasa. Hayo ndio maendeleo ya
chama chetu ambayo tunasonga nayo, kwa sababu wengine wanaona kama mzaha, lakini sisi ndio tunasogea hivi. Wangapi wanaunga mkono tuendelee kufanya maendeleo ya chama chetu hiki? Tunyoshe mikono. Huyu mpaka amecheka, inawezekana. Haya, mimi nafikiri hakuna cha kushindwa. Makatibu mpo, muendelee kuwashawishi, kuwaeleza maneno matamu wajumbe wetu, waelewe tuna nini mbele yetu hapa. Nafikiri wataelewa, kwa sababu hawa watu ni waelewa na wamenyosha mikono wote kwamba wako tayari kuunga mkono juhudi ambazo sisi viongozi tunazifanya. Haya, baada ya hapo sasa nizishukuru kamati zote, kamati tendaja ambazo zimehusika na msiba huu. Mmefanya kazi nzuri. Siku hizi bango nimekutana nalo lami, lakini lami hapa iko mbali. Mabango tu yale ya tuelekee msiba, tena mmeshaongeza na UK7, maana ilikuwa inatuchanganya. Tuelekee msibani, unaelekezwa msiba mwingine. Kwa hiyo tumefika bila kuuliza kwamba ni sehemu gani. Watu wanaenda vizuri. Kwa hiyo lazima niwapongeze kwa kazi nzuri mnayoifanya wakati wa kutekeleza majukumu haya. Sisi ni UK7 na tunaendelea kuchanja mbuga. Hatujaja humu kwa ajili ya majungu. Sisi kilichotuleta huku ni kwa ajili ya mambo kama haya tunayofanya leo na mengine ambayo tunayasema yajayo nafurahisha. Basi mtumishi wa Mungu asogee hapa karibu kwa ajili ya kutuhitimishia kikao chetu. Karibu. Kwa majina naitwa Abeli Luzoka, ni katibu wa kanda ya Katoro. Kutokana na maneno mazuri mheshimiwa mwenyekiti ambaye umeyatoa, tayari mjumbe wetu ambaye alikuwa ameshaahidi ameweza kutunga mkono na amenikabidhi shilingi 200,000 cash. Jamani, tumpigie makofi mwenyekiti wa itifaki msiba huu. Amefanya kazi nzuri. Ni nani? Anaitwa nani? Anaitwa Diana Kulwa. Sawa, asante sana. Ubarikiwe Diana, kwa sababu kumbu unajua ni nini ambacho tunakifanya humu ndani. Baada ya hapo sasa nimkaribishe mtu wa Mungu kwa ajili ya kutuhitimishia kikao chetu hiki. Basi niwaalike sote tusimame ili tujikabidhi mbele za mbingu. Kwa hekima na kicho tuinamishe nyuso zetu ili tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliyetukuka mno, jina lako litukuzwe zaidi, maana umeweza kupamoja nasi mwanzo wa shughuli hii ya kumsindikiza baba yetu mpendwa. Hakika tumeona uwepo wako, jina lako litukuzwe zaidi. Asante na Kristo, wajori wako tunakuja mbele zako kwa hekima na kicho. Mbele yetu sasa tulikuwa tuna kikao cha UK7. Mkono wako usiopungua Baba umeweza kupamoja nasi, unaendelea kupeperusha bendera vyema. Jina lako litukuzwe zaidi, maana tunaendelea kuona mkono wako. Endelea kuibariki UK7, lakini endelea kuwabariki viongozi. Zidishie hekima na kicho ili wakafaane kwa ajili ya kazi yako wanayoendelea kuifanya ndani ya kikundi hiki. Kristo usiyeshindwa, nenda katusafishie njia. Malaika wako takatifu waweze kuwa pamoja nasi. Jina lako litukuzwe zaidi, maana tunaamini utakuwa pamoja nasi mwanzo wa safari na hata tutakapofika, na jina lako litainuliwa zaidi, maana utatufikisha salama. Jina lako litukuzwe, kwa maana tumeomba kupitia jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina.